Rais wa Urusi Vladimir Putin Jumatatu hii amelaani mashambulizi ya anga ya Marekani dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran, akiyaita uvamizi wa uchokozi usio na msingi wowote. Katika mkutano wake na waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi uliofanyika Moscow. Mashambulizi hayo pamoja na kampeni ya mabomu ya Israel inayoendelea yameongeza hofu ya kuzuka kwa vita pana katika Mashariki ya Kati, hali iliyosababisha juhudi za kidiplomasia na onyo kutoka kwa washirika wa kikanda kama Qatar. Putin alielezea mshikamano wake na Iran kwa kusema, uvamizi huu wa uchokozi usio na msingi dhidi ya Iran hauna uhalali wowote. Kwa upande wetu tunafanya juhudi kuwasaidia watu wa Iran. Alimkaribisha Araghchi kama fursa ya kujadili masuala dharura na kutafuta suluhisho la mzozo unaoendelea. Araghchi alimshukuru Putin kwa kulaani mashambulizi ya Marekani, akisisitiza kuwa Urusi imesimama upande sahihi wa historia. Aliongeza kuwa ziara yake ambayo ilipangwa kabla ya mashambulizi ya Marekani ilikuwa imelenga kujadili uchokozi wa Israel na vitisho vya kikanda ambavyo sasa vimechochewa zaidi na hatua za Marekani. Mashauriano kati ya Iran na Urusi yamekuwepo daima. Katika kila swala tumeshirikiana kwa karibu, alisema Araghchi, akielezea ushirikiano wao wa karibu. Kwa upande wake, ikulu ya Marekani imetetea mashambulizi hayo, ambapo msemaji wake Karoline Leavitt alidai kuwa Iran ni tishio la karibu na mashambulizi hayo yameharibu kabisa vituo vya nyuklia na hivyo kuinyima Tehran uwezo wa kutengeneza silaha za nyuklia. Akizungumza kwenye kipindi cha Good Morning America cha ABC, Leavitt alidai kuwa maeneo yaliyolengwa yalihifadhi uranium iliyorutubishwa na walikuwa na uhakika juu ya mafanikio ya operesheni hiyo. Hata hivyo, Rafael Grossi, mkurugenzi mkuu wa shirika la kimataifa la nguvu za atomic IAEA, alisema hawezi kuthibitisha hali ya akiba ya uranium ya Iran, akieleza kuwa Iran inamiliki kilo 400 za uranium iliyorutubishwa kwa 60%, ambacho ni kiwango karibu na kile cha silaha, na alihimiza waratibu wa IAEA kuruhusiwa kurejea Iran kwa tathmini ya uharibifu. Naye Rais Donald Trump, huku akidokeza uwezekano wa mabadiliko ya uongozi wa Iran, alirudia msimamo wake kuwa yuko tayari kwa suluhu ya kidiplomasia. Leavitt aliambia Fox News, kama utawala wa Iran unakataa kuingia kwenye suluhisho la amani na diplomasia, kwa nini watu wa Iran wasinyang'anye madaraka kutoka kwa utawala huu wa kikatili? Mashambulizi hayo yalifuata shinikizo kali kutoka kwa Israel, ambayo sasa inataka kumaliza operesheni yake ya Rising Lion inayolenga kuondoa vitisho vya nyuklia na makombora vya Iran ndani ya siku chache zijazo, kulingana na The Wall Street Journal na Channel 12. Maafisa wa Israel waliliambia gazeti la The Times of Israel kuwa Jerusalem iko tayari kusitisha mashambulizi ikiwa Iran itavunja mpango wake wa nyuklia. Inategemea na Iran, sio sisi, alisema afisa mmoja. Ikiwa Iran itaendelea na mashambulizi ya makombora, Israel imeonya kuwa itazidisha mashambulizi dhidi ya utawala wa Iran, jambo lililoonekana katika mashambulizi ya karibuni kwenye maeneo ya muhimu ya Tehran. Maafisa wa Kiarabu walidai kuwa Marekani inajaribu kuwasiliana na Iran kupitia washirika wa kikanda, ikisisitiza kuwa Israel inataka kukamilisha kampeni yake haraka. Hata hivyo, Iran inaona kuwa ni lazima kulipiza mashambulizi ya Marekani ya Jumapili. Vyanzo vya Israel vilivyonukuliwa na Walla News vilimtaja kiongozi mkuu Ali Khamenei kama kikwazo kikuu cha makubaliano ya kusitisha vita, wakitarajia kuwa shinikizo la pamoja la Marekani na Israel litaisukuma Iran kuingia kwenye mazungumzo ya kumaliza mpango wake wa nyuklia. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisisitiza mafanikio ya Israel, akisema, tumeathiri kwa kiasi kikubwa uwezo wa Iran wa makombora na nyuklia, lakini akaapa kutokubali kuingizwa kwenye vita vya uchovu hadi malengo yote yatimie. Katika hali ya mvutano unaoongezeka, ubalozi wa Marekani nchini Qatar umetangaza tahadhari kwa raia wa Marekani kubaki ndani ya makazi yao, ukihofia mashambulizi ya kulipiza ya Iran dhidi ya vituo vya Marekani katika ukanda huo, ikiwemo kituo cha kijeshi cha Al Udeid, kituo kikubwa zaidi cha kijeshi cha Marekani Mashariki ya Kati. Qatar, mshirika mkubwa wa Marekani asiye mwanachama wa NATO, inaendesha juhudi za upatanishi kupunguza mvutano, huku msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar Majid Al-Ansar akithibitisha mazungumzo ya kila siku na Marekani.